tulikuambia kwamba tutakaporudi hivi sasa tutakwenda kuiangazia Geita ama mkoa wa Geita, ambapo kesho tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2025 inakuwa ni siku ya Ijumaa. Radio Kwizera FM ilikuwa ikisikika katika masafa ya 90.5 itahama na kuhamia 97.7. Sasa tukasema tuwatafute miongoni mwa waliopata nafasi ya kufanya kazi na Radio Kwizera FM kupitia masafa ya 90.5 Radio Kwizera FM pale Geita. Miongoni mwao ni aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Geita, lakini pia baadaye alikwenda kahamia mkoa wa Mwanza, bado akawa ameendelea kuitumia vyema Radio Kwizera FM wakati yupo Geita, hali kadhalika Mwanza. Si mwingine ni mhandisi Robert Gabriel. Habari ya asubuhi kiongozi. Bwana, mimi nashukuru sana Radio Kwizera, kumekucha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama. Karibu. Asante sana. Mimi ni Samuel Lucas, nipo na mwenzangu Joyce Hamka. Ndio. Sawa. Na tumeona tukutafute kwanza kuweza kutizama mchango wa Radio Kwizera FM wakati wewe ulipokuwa mkuu wa mkoa wa Geita, namna ambavyo ilikuwa ni sehemu ya kuhamasisha maendeleo ya mkoa wa Geita. Karibu. Nashukuru sana. Mimi kiujumla kama ulivyotoa maelezo kwa ufupi, nimetumikia mikoa mitatu kanda ya Ziwa. Nimetumikia mkoa wa Geita, mkoa wa Mara kwa muda mfupi na mkoa wa Mwanza. Kimsingi hakuna mtu anayetafuta habari, mtu mwenye kiu ya maendeleo, mtu ambaye ana shauku ya kujua nini kinafanyika kanda ya Ziwa bila kuwa mshabiki wa Radio Kwizera. Kwizera imekuwa ikituma wawakilishi wake katika maeneo mbalimbali, na zaidi sisi katika serikali walikuwa wanafika katika ofisi ya mkoa kwenye ziara vijijini, mahali kwenye kuhamasisha maendeleo, ujenzi wa zahanati, ujenzi wa madarasa, miradi mbalimbali, changamoto mbalimbali za kijamii, lakini hata katika upande wa sekta ya madini ambao ndio giant katika Lake Zone, tumeona Radio Kwizera wakifikika mahali popote pale. Kwa hiyo kimsingi mimi katika maadhimisho haya na mabadiliko makubwa yanayofanyika Radio Kwizera nitoe nafasi hii kuwapongeza, lakini kuambia wale wote wenye kiu ya habari wanaotaka wasikike pote kanda ya Ziwa, Radio Kwizera ni sehemu ya mpango kamili wa coverage nzuri. Na ni kwa namna gani sasa ili kusaidia pia kuweza kufikisha ujumbe wako kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na kuwapa taarifa ambazo zinatoka ofisini kwako kwenda kwa wananchi moja kwa moja? Mimi nilipokuwa kama kiongozi nina lengo, ninapoingia kwenye mradi mmoja unawakilisha miradi yote. Mfano, tunakwenda kwenye mradi wa ujenzi wa majengo ya shule, madarasa. Wananchi wanajitolea nguvu zao kuchimba msingi, wanajitolea wengine kuleta kokoto, kuleta mawe, kuleta mchanga, lakini kwa namna yoyote ile wanafanikisha mradi wa maendeleo, kwa sababu maendeleo ya nchi huletwa na wananchi. Sasa kinachojitokeza, Radio Kwizera wanapokuwa wanafanya coverage ya mradi mmoja, miradi mingine, watumishi wa serikali maeneo mengine, wananchi wenye mapenzi mema na taifa lao mahali pengine, nao wanatega masikio yao na kujua kumbe mwenendo ndio huu, kumbe mwelekeo ndio huu. Kwa hiyo kinachofanyika pale ni kwamba wanafanya maandalizi ya kuhakikisha maeneo yao yanapofikiwa, hata yasipofikiwa, yanapokaribiwa kufikiwa, kwamba kumbe sisi tunawajibika kwa maendeleo yetu. Kwa hiyo Radio Kwizera coverage zake katika maeneo hayo zilikuwa ni nzuri, zilikuwa zinafikika, zinasikika, zinawaandaa wananchi kwa ajili ya kujiletea maendeleo wenyewe. Kwa hiyo ni sehemu moja hapo kubwa ya faida ya kuwa na media mahali popote pale. Kama kiongozi, media haifanyi kazi ya kukupromote wewe kama kiongozi ambaye inatakiwa uwajibike kwa msingi ya sheria na kanuni, ni kutimiza wajibu wako. Lakini sasa kuna mambo yanayogusa jamii kwa ujumla, kila mmoja awajibike kwa maeneo lake. Lakini kikubwa ni kwamba na hiyo coverage inayofanywa pia na Radio Kwizera ni sehemu ya uwajibikaji uliotukuka wa vyombo vya habari kusimama katika njia sahihi na kuhakikisha kwamba jamii inatembea kwa pamoja katika kujiletea maendeleo.
Na labda pia ni kwa sababu zipi sasa uliamua kuwa unatumia radio kwamba uliamua kutumia radio kwa wananchi wako tofauti na media nyingine? Nikiwa na maanisha kwamba labda media nyingine za magazeti huko hivyo. Ya, mimi nilitumia media zote, ila radio ina sababu ya kusikika sehemu mbalimbali. Radio ukiwa na tochi kijijini, ukiwa shambani unapata taarifa. Ukipita kwenye magari wengi ni radio, kwenye bajaji tunatembea huku kuna radio zinazungumza. Kwa hiyo radio bado ni chombo kikubwa kinachosikika vijijini na maeneo ambayo bado hayana mtandao mzuri wa internet, na wananchi wao pia sio watumiaji wa smartphone, teknolojia hizi za mitandao za kidijitali. Kwa hiyo wananchi wengi vijijini bado hawajaingia kwenye maeneo hayo, unafahamu. Kwa hiyo unapochanganya vyombo mbalimbali unahakikisha unayafikia makundi yote kwa kadiri ya vyombo walivyo navyo vya kujipatia taarifa. Sawa, Mhandisi Robert Gabriel, mimi nataka kufahamu wewe ukiwa ni mdau mmoja wapo wa masuala haya ya teknolojia hasa katika upande wa maendeleo, unaitizama vipi ama unaizungumzia vipi Radio Kwizera FM hasa wakati huu ambapo teknolojia inazidi kwenda kwa kasi? Nini ambacho ungeweza kushauri uongozi lakini pia hata wafanyakazi wa Radio Kwizera? Mimi naweza kuatia moyo Radio Kwizera kwamba wametoka mbali katika teknolojia, na wanapozidi kwenda mbele teknolojia inabadilika. Wawe wepesi kujiadapt, kujiweka sawasawa na teknolojia, mitandao iweze kuwa na nguvu zaidi pia, na watumie vyombo vyote ambavyo vinaweza sasa kuhakikisha vinawafikia watu mbalimbali, na promotion iendelee kufanyika katika maeneo mbalimbali. Lakini zaidi pia sasa hivi changamoto kubwa ambayo ninaiona katika kipindi hiki ni kuwatangazia wananchi fursa mbalimbali zinazopatikana na serikali, zaidi masuala ya mikopo, masuala ya mitaji, masuala ya kiuchumi. Eneo hili ni eneo ambalo wananchi wana kiu ya kupata habari, nini kipo, wananchi hawana taarifa. Kwa hiyo Radio Kwizera ili iweze kukaa na baadhi ya teknolojia na kujibadilisha, pia iangalie aina ya habari ambayo inatakiwa kipindi hiki, iendelee kuhakikisha kwamba wananchi wanafikiwa na taarifa muhimu za kujiletea maendeleo. Wananchi wana kiu na wengi wanalalamika, hapa hamna, serikali haijafanya kitu, hapa serikali haitukumbuki. Hapana, serikali inaweza kufanya kila kitu kama hakuna habari. Ndio maana ya vyombo vya habari ni kuwaambia watu, jamani, amkeni, sehemu fulani la mgambo limelia, kuna jambo gani hilo? Sasa Radio Kwizera mjipenyeze maeneo hayo kwa kutumia teknolojia zote za habari, za upashanaji habari. Hivyo basi mtaamsha hisia na watu wengi kuweza kupata huduma na kuweza kutambua ukweli huo uliopo na kuweza kuwasaidia. Lakini chombo pia kitakuwa kimejinyoosha vizuri katika kwenda na wakati. Sawa. Tunajua na kwenda kwenye majukumu mengine. Sasa tupate nafasi japo kwa ufupi, neno lako kwa wakazi wa mkoa wa Geita ambao kesho wanakwenda kuisikiliza Radio Kwizera FM kupitia masafa mapya kabisa ya 97.7. Mhandisi Robert Gabriel. Mimi naomba wananchi wa Geita, wananchi wenzangu wa Geita ambao wote tuko huku tunatafuta mahitaji yetu ya kila siku, wito wangu mkubwa wasikilize vyombo vya habari, lakini Kwizera wako tayari. Kesho wana jambo lao, waweke vizuri masikio yao, waweze kwenda na wakati na kwenda na matukio muhimu yanayohusu maendeleo yetu ya mkoa wa Geita. Mkoa wetu ni giant kwenye dhahabu. Kuna wachimbaji wadogo, wachimbaji wakubwa, wachimbaji wa kati. Kuna mambo ya maendeleo yanayofanyika, kuna kiu ya maendeleo na fursa mbalimbali. Kwa hiyo basi wajiandae kwa kutumia chombo hiki ili waweze sasa nao kusikia, tuweze kupata taarifa za maendeleo hatua kwa hatua, ili tujiletee maendeleo na kujiongezea kipato chetu kama wananchi. Asante sana, pia tunakushukuru kwa ushirikiano wako ambao umena utayari pia kuweza kuzungumza na Radio Kwizera FM kupitia Asubuhi Njema kwa siku hii ya leo. Mhandisi Robert Gabriel. Mimi nashukuru pia, lakini na wananchi lazima niwaambie ukweli, kuna vyombo vingine vya habari huwa vinajaribu kunyamazishwa visitoe habari fulani. Lakini Radio Kwizera wameonyesha uweledi uliotukuka wa kutoa taarifa. Hawatoi taarifa mbaya, bali wanatoa mahali, wana balance story, lakini wanatoa taarifa sahihi kinachoendelea katikati ya jamii. Lakini taarifa ambazo zinaonekana zina changamoto
wanazifuatilia kimya kimya na kutoa ushauri kwa jamii kwamba jamani, tumepata habari hizi maeneo haya, hebu yatendeeni kazi, lakini habari njema zinaendelea. Hiyo ndiyo kazi ya habari, kuleta muungano, kuunganisha jamii, lakini pia kutatua changamoto kutokana na mila na desturi za kijamii. Asante sana mhandisi Robert Gabriel, na tunakutakia pia majukumu mema na shughuli njema. Najua kuna swala la madini hapo Geita, tabidi na sisi tusogee hapo tuweze kuiona, kuidaka hiyo fursa. Karibuni Radio Kwizera, karibuni Geita. Asante sana.